Katika kaya nyingi za Kitanzania, umeme upo, taa zinawaka, runinga zinaonesha habari, simu zinachajiwa. Lakini tukifika jikoni, bado kuna moshi, bado kuna mkaa, bado kuna kuni. Swali linabaki, kama umeme upo, kwa nini bado hatupiki kwa umeme? Je, kupika kwa umeme ni ndoto ya watu wachache au ni uhalisia ambao bado haujaeleweka? Tununua jiko ili nishati safi, jiko moto kidogo, umeme kidogo, matumizi kidogo. Kwa miaka mingi kupika kwa mkaa na kuni kumeonekana kama sehemu ya maisha ya kawaida, kama utamaduni, mazoea na kitu ambacho wengi wamekikuta, wakakirithi na kukiendeleza. Lakini nyuma ya moshi huu wa kila siku kuna gharama kubwa. Gharama kwa afya, gharama kwa mazingira na gharama kwa muda wa familia. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa moshi wa ndani ya nyumba ni miongoni mwa sababu kubwa za magonjwa ya njia ya hewa, hasa kwa wanawake na watoto. Hata hivyo, kwa muda mrefu suluhisho limeonekana kuwa mbali au ghali. Mimi ninaona ni vema tukijiwekeza kwenye kutumia majiko ya umeme. Mimi ni mmoja wapo, napenda sana kutumia jiko la umeme na familia yangu. Lakini sasa mimi ninachokiwaza sana, ikitokea kila mtu sasa ameweza kutumia majiko ya umeme, je, tunao umeme wa kututosha kwenye haya matumizi? Kwa sababu wasiwasi wangu nasema nijiwekeze kwenye umeme, sasa umeme siku kikatika itabidi nirudi tena kwenye mkaa, nitachafua mazingira. Kwa mimi ninaomba kama itawezekana mamlaka husika zinazohusika na umeme ndio zina nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna nishati safi. Kwa mtazamo wangu nafikiri kwamba matumizi ya nishati ya umeme kupikia inaweza ikawa ni suluhu ya nishati zote nchini, kwa sababu ukiangalia umeme unapatikana kila sehemu, lakini umeme ni nishati ambayo ni nafuu zaidi kulinganisha na nishati nyingine. Fikiria unaweza kuwa hauna pesa ukanunua labda umeme wa shilingi 2000 ukapata uniti zako, kwa sababu uniti moja unaweza ukapikia ndani ya risali moja. Uniti moja ni sawa sana shilingi 356. Sasa kwa bei ya shilingi 150 sasa kwa bei ya shilingi 356 unaweza kuona kwamba unaweza kuweka umeme ukapika, ukawasha TV, ukawasha taa na vitu vingine vikaendelea ndani ya risali moja, huku umetumia umeme wa uniti moja. Ni tofauti na nishati nyingine. Jiulize wewe mwenyewe kwamba ni nishati gani ambayo unaweza ukawa na shilingi 350 ukaweza kupika chakula ndani ya risali moja na kufanya shughuli nyingine. Katika mitaa mbalimbali, mkaa bado unauzwa kwa wingi. Magunia yanapakuliwa, wananchi wananunua, maisha yanaendelea. Lakini wakati huo huo, Tanzania imeongeza uzalishaji wa umeme. Miradi mikubwa ya nishati imekamilika. Umeme safi unaingia kwenye gridi ya taifa. Hapo ndipo swali jingine linaibuka. Je, umeme huu ni wa taa pekee ama unaweza kufika jikoni? Umeme ambao tuko nao ni umeme ambao ni toshelezi kwa ajili ya wananchi kupikia. Ndio maana tunaendelea kutoa elimu, tunaendelea kuhamasisha wananchi kutumia umeme kupikia, kwa sababu ni nishati ambayo ni nafuu zaidi jikoni ukilinganisha na nishati nyingine. Na ndio maana vile vile tumeongeza uwanda mkubwa wa kushirikiana. Sisi TANESCO hatuzalishi majiko, sisi tunauza umeme. Kwa hiyo tumekuwa na utaratibu wa kuwa na ushirika au ushirikiano na wadau kutoka taasisi binafsi ambao wanazalisha majiko au wanasambaza majiko, yanaletwa kwenye kurugenzi yetu ambayo inahusiana na masuala ya utafiti, yanafanywa utafiti. Pale ambapo wanaonekana majiko haya yanakidhi vigezo, basi majiko haya tunakuwa tunayapokea sokoni, na sisi tunapokuwa tuna matukio mbalimbali au tunashiriki majukwaa mbalimbali kama vile kuna maonyesho, kuna mikutano, kuna warsha, tunakuwa tunawaalika hao wadau kushirikiana pamoja na sisi kuweza kutoa elimu na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ya umeme. Kwa kiasi kikubwa matumizi ya nishati ya umeme kupikia yanapunguza matumizi ya kuni na vyanzo vingine vya nishati ambavyo vinategemea ukataji wa miti. Na kwa kuliangalia hili unaweza kuona kwamba pia miradi mingi ambayo wafadhili wengi ambao wanatoa fedha wanapunguza gharama za kununua vifaa kwa maana ya majiko, ili kuhamasisha wananchi kutumia umeme kupikia ili wasiathiri mazingira. Ndio maana kuna miradi mingi sana utasikia carbon credit. Hii ni miradi ambayo inalenga kuhamasisha wananchi kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme ili washindwe
kwenda kutumia nishati nyingine ambazo zinaathiri mazingira. Kwa kiasi kikubwa unaweza kuona umeme ni rafiki wa mazingira, lakini unasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza uharibifu wa mazingira. Tukizungumza na wananchi, maoni yanatofautiana. Wengine wanasema kupika kwa umeme ni gharama kubwa. Wengine wanaamini huwezi kupika vyakula vya asili kama maharage au ndizi. Wapo wanaohofia umeme kukatika, na hapo wapo wanaosema mkaa ndio tuliouzoea. Hizi ni hofu halali, ni maswali ya kweli. Lakini je, teknolojia ya leo inajibu vipi maswali haya? Nishati safi ya kupikia kwa njia ya umeme ni nishati ambayo kwanza ni rahisi kwa sasa, kwa sababu pia upatikanaji wake umerahisishwa. Sasa hivi vijiji vingi vina umeme, mitaa mingi na umeme, kwa hiyo ni nishati ambayo ni salama na pia ni rahisi kumfikia mteja au mtumiaji. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa ya kimya. Teknolojia mpya za kupikia kwa umeme zimeanza kuingia sokoni. Hizi si jiko za zamani zilizokuwa zinameza umeme mwingi. Ni majiko ya kisasa, yani induction cookers au electric pressure cookers, na vifaa vingine vinavyotumia umeme kwa ufanisi mkubwa. Teknolojia nyingi za sasa hivi zinazotumia umeme kwa kupikia ni salama kwa mtumiaji, ni tofauti na mazingira ya zamani ambapo kuna majiko mengine zamani ulikuwa hata ukishika tu lazima uungue. Na kwa kuna some condition, labda uruhusiwi kuingia na viatu, uruhusiwi kuingia bila viatu, zingine ulikuwa uruhusiwi kushika bila maji, lakini kwa sasa hivi naweza nikasema ni rahisi na salama zaidi kwa mtumiaji kwa sababu hazina conditions zozote. Ni wewe kutumia jiko na kupika. Ndio maana tunasema ni salama. Haiunguzi, haisababishi moshi, haisababishi mlipuko wowote. Na unaweza ukapia ukiwa hata unalishika. Watu wengi wanaamini kupikia kwa umeme ni gharama. Dhana hii ni potofu kwa sababu umeme, tuseme kwa sasa hivi uniti moja ya umeme unaweza kupata kwa shilingi 360. Na kwa majiko mengi ya tuseme tutolee mfano majiko ya induction, unaweza kuchemsha maharage kwa lisali moja, ambao unaweza kutumia shilingi 1700 mpaka 1000. Lakini tuseme tukitumia nishati labda ya mkaa, hauwezi kuchemsha kwanza maharage kwa lisali moja. Utaweza kutumia 2000 mpaka 3000. Kwa hiyo utaona hapo gharama zake kwanza ni ndogo. Lakini ikitokea labda mfano unatumia nishati nyingine usiku labda ya gesi, ikaisha katikati ya usiku, utaweza ukawa na hela, lakini unaweza kutumia shilingi 1000 yako kununua umeme, ukapika na ukapata mwanga kwa ajili ya mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo nishati safi ya kupikia sio gharama kama walivyokuwa wanadhani. Faida nyingine ambayo unaweza kupata kutumia nishati safi ya umeme kulinganisha na nishati nyingine, kwanza ni salama kabisa, ambapo mtumiaji wa mkaa lazima atapata moshi au mtumiaji wa kuni lazima atapata moshi, lakini kwa kutumia umeme hakuna moshi wowote. Lakini usalama mwingine ni kwamba ukitumia nishati ya kuni, ukikaa vibaya jikoni, inaweza kawa labda nguo au kitu ulichokivaa kikapatwa na moto. Lakini kwa kutumia nishati safi ya umeme ya kupikia, hakuna mlipuko wowote wala muunguzo wowote utakaosababishwa na moto. Lakini vingine pia ni kwenye vitu ambavyo tunatumia kupika, mara nyingi sana kwenye majiko mengine yanashika moto, lakini ukitumia jiko la umeme, sana sana jiko la induction, sufuria yako haiwezi kushika moto. Kwa hiyo hakutakuwa na sababu au namna yoyote ya mtumiaji kuungua kupitia jiko. Kwa hiyo ni salama sana na rafiki kwa mtumiaji. Hili ni miongoni mwa jiko la umeme. Kwa hiyo hapa nawasha na nimeruhusu lifanye kazi. Usalama tuliokuwa tunauongelea ni kwamba hata ikitokea jiko lipo wazi au limewashwa na kuruhusu lifanyiwe kazi, hakutakuwa kuna moto unaopita hapa mpaka pale ambapo tutakuja kuweka sufuria. Kwa hiyo usalama wa watoto nyumbani au wa mtumiaji ni 100%. Hapo hivyo tumesharuhusu jiko lifanye kazi. Tunaweza pia kuliongezea moto au kuliongezea muda ili maji yaendelee kuchemka au kile kinachopikwa. Na wakati chakula kinaiva au kitu kipo jikoni, huku pembeni huku panakuwa hapapati moto. Jiko linashika tu pale ambapo kitako cha sufuria kimeisha. Na pia huku juu
mtu anaweza kushika wakati jiko limeendelea kuwaka. Tofauti yake ni moja: zinapika haraka, salama na bila moshi. Kupitia majaribio ya vitendo tunaona tofauti kwa macho. Chakula kile kile, muda unahesabiwa. Upande mmoja mkaa unawashwa, kuna moshi, kuna muda wa kusubiri. Lakini upande mwingine jiko la umeme linaanza kazi mara moja. Hakuna moshi wala hakuna machozi. Dakika chache baadaye chakula kiko tayari. Hapa hoja si kulinganisha tu muda, bali kuonesha kuwa imani potofu nyingi hazilingani na uhalisia wa teknolojia ya sasa. Lakini faida za kupika kwa umeme haziishii kwenye muda pekee. Kuna suala la afya. Jikoni pasipo moshi ni jiko lenye hewa safi, ni mazingira salama kwa mama anayepika kila siku, ni mazingira bora kwa mtoto anayekua. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa moshi wa ndani ya nyumba huathiri mapafu kwa muda mrefu, na mara nyingi madhara haya hayaonekani mara moja, lakini hujikusanya taratibu, siku baada ya siku. Ongezeko la utumiaji wa mkaa na kuni kwa kipindi kama hichi ambacho miti mingi imeshakatwa linasaidia au linapelekea ongezeko kubwa la hewa chafu duniani. Ushauri wangu ni kwamba jamii iendelee kuadapt kutumia matumizi ya nishati safi, hasa ya umeme, kwani cha kwanza huweza kuokoa muda. Tumeshazungumza kwamba nishati ya umeme inatumia muda mdogo katika kupika, lakini pia huweza kupunguza athari zitokanazo na madhara ya moshi hatari. Kwa mfano, madhara ya mfumo wa hewa kama vile asthma, pneumonia, kikohozi cha muda mrefu, lakini pia madhara katika macho. Na waathirika wakubwa katika hili wanakuwa ni wakina mama na watoto, ambapo wanatumia muda mwingi katika kupika kwenye kuni au mkaa, na wakati wanapika watoto wao wanakuwa always karibu nao. Kwa hiyo waathirika wakubwa ni wakina mama na watoto. Kwa upande wa taifa, hoja ya e-cooking inaanza kuchukua uzito mpya. Serikali kupitia Wizara ya Nishati inaelekeza nguvu katika kukuza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lengo si kupunguza mkaa tu, bali kulinda misitu, afya ya wananchi na uchumi wa taifa. TANESCO kama msimamizi wa umeme inaeleza kuwa uwezo wa uzalishaji unaongezeka. Swali sasa, je, tunaweza kuhamisha matumizi ya umeme kutoka sebuleni hadi jikoni? Sisi kama TANESCO tuna wajibu mkubwa, tukiwa ni moja ya wadau ambao tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia yanafikiwa ifikapo mwaka 2034, ambapo sisi kama wadau na tunafahamu moja ya nishati safi ya kupikia ni nishati ya umeme, na sisi kama shirika tumeendelea kuhamasisha na kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya umeme kupikia, lakini vile vile kutoa elimu sahihi juu ya urahisi wa nishati yenyewe, kwa maana ya umeme ni nishati ambayo ni nafuu, ni rahisi kutumia, ni rafiki wa mazingira, lakini inapatikana katika mazingira yote, tofauti na nishati nyingine ambazo kuna mazingira mengine zinapatikana na maeneo mengine hayapatikani. Hivyo katika kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu muhimu katika utekelezaji wa mkakati huo, sisi kama shirika tumeweza kuwa na mipango mbalimbali ambayo tumeendelea kuitekeleza, ambapo mpango wa kwanza tulikuwa na mpango wa kuwezesha upatikanaji wa majiko kwa watumishi wa shirika ili waweze kutumia majiko ya umeme kupikia, lakini vile vile waweze kuwa mabalozi kwa wananchi wengine, ambapo mpango huu ulizinduliwa tarehe 14 mwezi Agosti mwaka 2025, na kwa kuanzia tuliweza kutoa majiko ya mkopo kwa watumishi, na awamu hizi zimeendelea kwa awamu ya kwanza na ya pili. Awamu ya pili tuliweza kutoa majiko 4000, na majiko haya vile vile yaliweza kugawiwa kwa watumishi
na majiko hayo vile vile yameendelea kukopeshwa na watumishi hawa wameendelea kulipa kidogo kidogo kupitia makato kwenye mishahara yao. Lakini vile vile siku ya tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka 2025 tuliweza kufungua au kuzindua mpango wa kuwezesha upatikanaji wa majiko ya kupikia ya umeme kwa wateja wetu wapya. Tulikuwa na programu ambayo ilienda na kauli mbiu ya Connect Umeme, pika kwa umeme. Programu hii ilianza kutekelezwa baada ya uzinduzi huo kuanzia tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka jana, na kupitia programu hiyo tuliweza kuwakopesha wateja wapya kwa maana ya wananchi wa kawaida 480, ambapo wateja hawa au wananchi hawa walikopeshwa majiko wakiwa wanafungiwa umeme. Kwa hiyo anafungiwa umeme, anakopeshwa majiko. Kwa hiyo anakopeshwa jiko ambalo atakuwa analipa kidogo kidogo kiasi cha shilingi 12,500 kwa mwezi, lakini kwa wale ambao walikuwa wanataka kulipa at least miezi miwili, miezi mitatu, minne, pia tulikuwa tunakubali. Kwa hiyo tumeweza kutekeleza mpango huo na tumeweza kuona kwamba wananchi wengi zaidi wanaendelea kuhamasika kutumia majiko ya umeme kupikia. Katika baadhi ya kaya ambazo tayari zimejaribu kupikia kwa umeme, simulizi ni tofauti. Wengine wanasema gharama zao za kupikia zimepungua, wengine wanafurahia usafi wa jikoni, na wengine wanasema wameokoa muda, yani muda wa kupumzika au muda wa kuwa na familia. Haya si maneno ya wataalamu tu, ni sauti za watu wa kawaida. Kabla sijatumia nishati safi, nilikuwa natumia jiko la mkaa na jiko la gesi. Changamoto ambazo kwa tunakutana nazo ni kwamba jiko la mkaa kwa kweli huwa lina changamoto, na wakati mwingine kipindi cha mvua huwa inasumbua sana kuwaka kwa wakati. Pia ule moshi mara nyingi huwa unaumiza kifua. Kwa hiyo yani tunashukuru Mungu kwa sababu ya nishati safi. Nilisikia kwa wauzaji wanaouza majiko makumbusho, majiko ya nishati safi. Kwa hiyo baada ya kusikia na baada ya kulitumia nikaona matumizi yake ni mazuri, ikabidi nibadilishe. Ni baada ya kupata taarifa kwa wauzaji na kusema kwamba anatumia umeme kidogo sana, yani uniti kidogo sana analotumia. Natumia uniti moja kwa kuchemsha maharage. Kwa hiyo na mimi nikajaribu kufanya hivyo na nikakuta kweli. Kwa kweli mabadiliko niliyoyaona, kwanza natumia gharama kidogo kwa habari ya matumizi ya kupika. Kwa sababu umeme nishati safi natumia umeme kidogo sana, kiasi ambacho yani matumizi ambayo natumia kwa mwezi sio haya ninayoyatumia sasa hivi. Tulikuwa tunatumia gharama. Kwa mfano mkaa unaweza kutumia mkaa wa shilingi 5,000 kwa mwezi, lakini kwa umeme unaweza kutumia shilingi 2,000. Ukinunua umeme wa shilingi 2,000 unaweza kupikia na unaweza kutumia kuwasha tena kutumia matumizi mengine. Kwa hiyo kwa habari ya nishati safi huwa nimebeba vitu vyote kwa ujumla. Matumizi yake yanakuwa ni madogo. Kuliko ile ulikuwa unanunua umeme unanunua na mkaa. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa makadirio kwa kweli wakati tunatumia mwanzoni tulikuwa tunaweza tukatumia hata shilingi 40,000 kwa mwezi kwa habari ya matumizi tu ya mkaa. Lakini sasa hivi tukitumia shilingi 20,000 tukinunua umeme na uwezo wa kutumia mwezi mzima. Kwa kweli nilikuwa namshauri Mtanzania mwenzangu, jiko la nishati safi natumia gharama kidogo, tena matumizi yake ni mazuri, halina shoti, halina moshi, linaleta mafanikio kwa Mtanzania kiafya pia na kimaendeleo pia. Kwa kimaendeleo yani linatumia matumizi kidogo. Kwa mfano sisi wanawake katika masuala ya jikoni huwa tunapenda kubana matumizi. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kubana matumizi katika ile hela ndogo tunayoipata. Kwa hiyo wamama wenzangu, wanawake wenzangu, nilikuwa nawashauri mnunue jiko janja. Ni jiko zuri ambalo linaweza likapunguza gharama kwenye matumizi yako. Wito kwa serikali ya Muungano wa Taifa la Tanzania. Nilikuwa natoa ushauri na kuomba ushauri pia kwa taifa. Wajaribu kuangalia na kupunguza matumizi mengi kwa habari ya Watanzania ili umeme uweze kushuka kidogo, ili Watanzania wengi waweze kutumia
vitu ambavyo vina gharama ndogo ili waweze kukidhi mahitaji ya maisha yao. Neno moja ninalotaka kuambia Watanzania, tutumie nishati safi ya umeme ambayo ina matumizi madogo, ambayo inaweza kukidhi na kutusaidia kupunguza gharama ya matumizi ya nyumbani. Hata hivyo, changamoto bado zipo. Gharama za awali za kununua vifaa bado kikwazo kwa baadhi ya kaya. Umeme kukatika bado ni hofu halisi, na uelewa wa jamii kuhusu teknolojia hizi bado ni mdogo. Lakini wataalamu wanasema hizi si sababu za kukataa mabadiliko, bali ni maeneo ya kuboresha sera, elimu na miundombinu. Nichukue nafasi hii kuondoa hofu wananchi na kuwahamasisha kutumia umeme kupikia, kwa sababu ni nishati ambayo ni nafuu zaidi jikoni ukilinganisha na nishati nyingine. Lakini pia tuondoe ile dhana ya huko nyuma kwamba umeme ulikuwa ni hatari kupikia, lazima uvae manguo, sijui maviatu. Sasa hivi naweza nikasema kwamba umeme vile vile unamuokolea yeye matumizi au gharama, kwa sababu kama ambavyo nimeweza kuongea hapo nyuma kwamba unapika kwa kutumia uniti moja ambayo ni sawasawa na shilingi 356, unapika ndani ya saa moja. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani umeme unaenda kuokoa gharama za kupika vyakula mbalimbali. Mwisho wa siku, hoja ya kupika kwa umeme si ya teknolojia pekee, ni hoja ya mabadiliko ya fikra. Ni kujiuliza, je, tunaendelea kupika kwa mazoea au kwa maarifa? Je, tunachagua kinachotuzoesha au kinachotulinda? Kwa ushauri wangu, ningependa serikali na wawekezaji waanze kujikita kwenye kuongeza ubora kwenye hizo huduma, ikiambatana na kupunguza gharama za haya majiko na kuwahimiza wataalamu wetu wahandisi waweze kutengeneza vitu kama hivi ambavyo vitakuwa vina gharama nafuu. Lakini pia kwa mamlaka ya umeme ijitahidi kupunguza gharama za umeme kwenye sehemu ambazo watu wana uchumi mdogo kama vijijini na sehemu zingine. Lakini pia napenda kuwaasa watu ambao wanatumia majiko kwenye kupika vyakula vya vingi mahotelini, mashuleni, mara nyingi hao hutumia kuni na hutumia gesi, na wao pia waweze kubadilisha huu mwenendo, kwa sababu kama unapika kila siku chakula kingi inamaanisha hata uchafuzi wa mazingira ni kiwango kikubwa. Kwa hiyo pia na hawa wahimizwe kwamba kuna haja ya kutafuta njia ambazo zinatoa hewa safi ambazo hazichafui mazingira, ambazo zinakuwa nishati safi na salama, kwa sababu hizi tunaona madhara yake ni kwa watoto wadogo, wazee na watu wa kawaida. Mtu ukiwa unapata ile hewa chafu inakuletea matatizo ya mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo kupunguza tatizo pia linategemeana na watu kupewa elimu. Kwa hiyo serikali kupitia Wizara ya Afya na kupitia wizara zote zile ambazo zinahusika na wadau waanze kutoa sasa elimu kwenye haya makundi ambayo yanatengeneza na haya makundi ambayo yako kwenye hatarishi ya kupata haya matatizo ya kiafya. Tunazidi kutoa elimu, kuelimisha wananchi namna ya kutumia nishati safi ya umeme kwa ajili ya kupikia. Mwamko ni mkubwa. Majiko haya sasa hivi ni majiko ya kisasa. Kwa mambo ya shoti kama zamani hamna. Kwa sasa hivi ni salama. Pia ni nafuu, pia inatunza mazingira. Tuna majiko ya commercial ambayo ni kwa ajili ya wafanyabiashara, migawani, hotelini, wanapika ndani hata masaa 72 jiko likiwa linafanya kazi. Kwa hiyo wanarahisisha matumizi. Hata vile vyakula vya haraka ambavyo vilikuwa vinahitaji kutumia, wakawa wanatumia mkaa, wanaweza kutumia kwenye hilo jiko. Inapika haraka na linatumia umeme kidogo sana. Kupikia kwa umeme si ndoto, ni uhalisia unaoanza polepole. Ni safari inayohitaji elimu, uwekezaji na ujasiri wa kubadilika. Na labda swali la mwisho si kama umeme unaweza kupikia, bali ni kama sisi tuko tayari kubadilisha jinsi tunavyopika kwa ajili ya afya zetu, mazingira yetu na vizazi vijavyo.